Promova TV, a home of testimonies. Sasa hatimaye tumefika kwenye makaburi haya. Makaburi ni ya Mission, mtaa wa uwanja wa ndege kwa wenyeji, vile ambavyo wametujuza mtazamaji wetu wa Promova TV pamoja na Kadushi Media. Eneo hili kwenye makaburi haya Mission ndiko ambako Irene Robert anaenda kupumzishwa sasa, na tunavyozungumza hivi ibada ya kumstili inaendelea mahali pale. So tukushukuru kwa wewe ambaye umeendelea kutufuatilia tokea mwanzo hadi sasa. Karibu tukashuhudie tukio la mwisho kabisa la kuwekwa mwili wake kwenye kaburi ama nyumba yake ya milele. Mimi ni Pasco Kadushi PK, na ambaye anasimamia picha, video na sauti yeye anaitwa Jackton Msafiri. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi tangu kule nyumbani mpaka wakati huu. Wakati huu ni wakati wa ibada ya mazishi, na naomba nimkaribishe mchungaji kwa ajili ya kuendelea na ibada hii. Karibu. Tumpe ibilisi nafasi. Unaweza kuwa uko hapo unanisikiliza, lakini wakati unanisikiliza kwa Yesu huko, kwa mganga huko, amue wewe ni moja. Naona? Acha kujichanganya. Mama mmoja amehubiri amehubiri Injili, anaitwa Catherine Kuhlman. Aliongea kitu kimoja ambacho kinatisha. Akasema kama ningekuwa Kaaba nitakuwa Kaaba nijulikane. Ni lazima kwa mimi ni Kaaba. Kuliko kuwa upande huku niko kwa Yesu, alafu niko upande mwingine. Kama umeamua kuwa upande mmoja, kuwa hapo wakuelewe. Kwa sababu kutokuelewa kwako utawaangusha wengi. Kwa hiyo huyu ibilisi ana huruma, anazunguka. Anaweza akatumia uchawi, anaweza akatumia hata kama utamraumu mtu. Kazi ni shetani. Wawili ambao vijana wakati mwingine wanajisahau. Kijana, hata kama utakuwa na hela, hebu kwa mtii. Kuna wazazi wawili ambao wanataka kuwa heshima hapa duniani. Waefeso sura ya 6 mstari wa 3. Wa kwanza anasema ewe mtoto watiini wazazi wako katika Bwana. Kuna mzazi wa kwanza ambaye anaenda na roho yako, mchungaji. Namba 2 pale amesema baba na mama, ili upate kuishi maisha marefu. Si kwamba Mungu anashindwa kutufanya tuishi maisha marefu. Sisi tunakatiza maisha yetu kwa sababu tunakosa kutii kile Mungu ambacho ametupa. Either baba yako unamdharau kwa sababu una hela, either unamdharau mchungaji kwa sababu labda ni mdogo au ni mkubwa, ibilisi atapata nafasi. Haya, soma hiyo kitabu cha Ufunuo. Amekupa mzazi wa kwanza kama umeokoka. Mzazi wako wa kwanza ni baba yako wa kiroho. Kwa sababu unaposafiri anaenda na wewe. Roho yako inaenda na wewe. Ila sasa kama hujampata Yesu, kuna baba zako wa kimwili au, lakini bado neno la Mungu linasema waheshimu baba, mama, upate heri. Kwa hiyo mtu wa Mungu unayenisikiliza leo, vijana wengi tunawapoteza kwa sababu hawako makini na Mungu. Wako makini na hela. Kuwa na hela sio dhambi. Kuwa na hela sio dhambi. Usimpe shetani nafasi kwa sababu unatafuta hela. Hebu mpe Mungu nafasi akupe hela ambazo zitakufanya uishi maisha ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapoteza vijana. Mimi nimekaa mpaka nafikiria vijana wanaondoka. Miaka 20 juzi nilikuwa Sengerema kama pale. Miaka 35 kijana kaletwa katoka Moshi. Kwa nini? Kwa sababu nafasi ya Mungu hatujampa. Ukimuuliza kijana, umwambia habari za Yesu, anasema mchungaji, bado unatafuta. Unajuaje kama unatafuta utafika? Eti bado unatafuta. Ukienda kwa mzee naye anakuambia mimi nimeona mengi. Ndugu yangu, ulimwengu tulionao, shetani ana hasira. Shetani ana hasira. Wewe kwa kuumbwa na Mungu
Mungu. Shetani ana hasira na wewe. Naona shetani ana wewe, sio mchungaji. Shetani ana hasira na wewe, yaani ana hasira kali. Sio kasema mchungaji mimi ni mlevi, uwe mlevi sio mlevi, shetani ana hasira na wewe. Ili uponyoke hasira ya shetani ni kumezwa na huyu Yesu. Akishakumeza, wachawi wakikuona wanasema huyu kumpatia ajali haiwezekani. Wachawi wametamba sasa hivi kwa sababu wanaona wewe una nafasi na Mungu. Wachawi wananyonga tu watu kila wakati, wanachukua tu. Kwa nini? Mungu hajapata nafasi. Anasema na wapenda wale wanipenda, wanitafuta kwa bidii, wataniona nikuepusha na ajali, wataniona nikuepusha na kifo kabla wakati. Watoto wetu wanaondoka. Anasema ulisi baba na waachia watoto. Sasa kama ondoka tunawaachia nani? Sio furaha, ni laana kuzika mtoto wako, nenda kaone. Kwenye Biblia imesema ni laana. Mtoto anatakiwa azike wazazi. Alafu huyo mtoto halisi mali za baba yake na mama yake. Lakini kwa sababu Ibilisi tumempa nafasi, anafanya kazi ambayo ni haraka kutunyang'anya vijana ambao ni walisi wa kesho. Inawezekana uko hapa naongea na unajua, ngoja nikwambie, unaweza kusema Elini ameondoka ndio. Lakini huenda shetani alikuwa ameshamweka alama katika ulimwengu wa roho, hatujui. Ili huyu adui asiweze kumeza kaka, unamhitaji Yesu. Nimempata Yesu nikiwa darasa la 5, naanguka nainuka. Hata ukianguka ndugu yangu simama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukianguka inuka. Inuka usimame tena. Lakini ukisema mchungaji nishaanguka basi. Inuka tena, endelea na safari. Amen. Nitaenda kukuombea hapa, nitaenda kuombea watu hapa. Kama huko hapo mweko alama kwamba unaondoka mwezi huu, tunaenda kuifuta leo katika jina la Yesu. Tunaifuta leo, hata kama wachawi walikuwa nasema tunamuondoa, tunaifuta. Kwa sababu mpendwa, tuko katika kizazi ambacho tunanyang'anya watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namaliza ujumbe, unajua sio muda mrefu. Anasema muwe na kiasi na kukesha. Anasema muwe na kiasi na kukesha. Kwa mshtaki wenu kama simba ngurumani, anazunguka tujise hivi, anazunguka ili ameze nani? Sema mimi hata nimeza. Sema shetani hata nimeza mimi mwaka huu. Sema shetani hata nimeza. Anazunguka, anazunguka huku na huku. Ukiona mtu ameugua malaria, unasema malaria. Ni shetani yuko kazini pale. Kifua kikuu ni malaria, anazunguka na meza ili watu wasikose cha kusema, wanasema ni malaria. Ni shetani kafanya kazi. Kule toa. Taratibu tunaongeza kamba. Achieni sanduku. Wewe achia kamba. Haya, hapo achia kamba.